Kwanza huu ni mkutano mkuu wa 27 wa Baraza la Habari Tanzania. Huu mkutano umefanyika leo tarehe 25 Septemba ukiwa na ajenda kadhaa. Lakini mkutano mkuu wenyewe kimsingi kwa mujibu wa taratibu utaanza nafikiri baada ya mada zilizoendelea kujadiliwa. Kwa hiyo awamu ya kwanza tumeanza na kujadili mada mbalimbali. Na kabla ya hapo tulikuwa na mgeni rasmi Jaji mstaafu Thomas Mihayo amezungumza mambo mengi ya msingi ikiwepo kutukumbusha namna ambavyo tunastahili kuzingatia weledi, lakini pia kuendelea kuchechemua kuwa na sheria ambazo zina mazingira rafiki kwa waandishi wa habari. Lakini hata baada ya hapo tumekuwa na mjadala na nafikiri umetawala sana ni kuhusiana na kuwepo kwa bodi ya ithibati. Na nafikiri watu wengi walikuwa na hamu ya kufuatilia mjadala huu na najua utakuwa umeendelea hivyo mpaka mitandaoni. Kwa hiyo tumeshuhudia wanajopo wakijadiliana na kukinzana kuhusu umuhimu wa kuwepo kwa bodi ya ithibati. Sasa mjadala huo haujatupa suluhisho, lakini naamini watu waliokuwa wanachukua kumbukumbu za majadiliano yatatufikirisha zaidi kwa sababu yalikuwa informed na utafiti. Baraza la Habari Tanzania liliamua kufanya utafiti kwa muda wa siku kadhaa. Waandishi wameshirikishwa, wahariri wameshirikishwa, wamiliki wa vyombo vya habari wameshirikishwa, serikali imeshirikishwa, na matokeo hayo ya utafiti ya awali yameonekana kwamba kuna haja bado, kwa mfano, ya kutenganisha nafasi ya mkurugenzi mtendaji wa bodi ya ithibati asiwe anachaguliwa na waziri. Kwa sababu anapochaguliwa na waziri tayari inaondoa ule uhuru wake. Kwa vyovyote atakapokuja kufanya maamuzi, hawezi kufanya maamuzi kinyume na serikali ama waziri aliyemweka kwenye hiyo nafasi. Na yako mengine ambayo yamewekwa kama mapendekezo. Kwa mfano, kuna watu ambao wanafanya kazi kwa uzoefu. Wana uzoefu wa miaka zaidi ya 10, 20, 30. Ni kilio chao kwamba wao walipata labda cheti tu, lakini sheria ya huduma kwa vyombo vya habari inamtambua mwandishi wa habari ambaye ana diploma. Sasa huyo ambaye ana cheti tu au ana kipaji tu, na wengine baadhi yetu tumetembelea vyumba vya habari wanasema huyu kweli amekuwa hana sifa ghafla wakati ndio menta wetu. Sasa kwa sababu ya kutokuwa tu na diploma amekuwa ghafla si mwandishi wa habari tena, anaweza kuchukuliwa hatua wakati wote. Sasa hilo limejadiliwa na hata utafiti umependekeza, na naamini mapendekezo haya ya utafiti tutayapeleka serikalini kwa sababu yanasema hawa watu wa aina hii watambuliwe. Japo mjadala ulikuwa ni mkali kwa sababu ulihusisha pia kuwepo kwa Jabu wenyewe ambao waliwakilishwa na mjumbe wa bodi ambaye ameendelea kuweka utetezi kwamba Jabu ipo kwa ajili ya kuleta weledi na kuheshimisha taaluma. Hakuna ambaye ana ubishi na hilo, lakini labda misingi yake ndio inayowafanya baadhi ya watu labda wahisi kama vile kupewa leseni unaweza baadaye ukanyang'anya wakati wote, na kwa hivyo inakupotezea uhuru wako wa kuendelea kupractice kama mwandishi wa habari. Kwa hiyo nadhani tutayachambua haya yote maoni yaliyotolewa, yanayounga mkono Jabu au yasiyounga mkono Jabu, ili hatimaye tuweze kuona ni mapendekezo gani ya msingi ya kuzungumza na upande wa serikali. Labda tukielekea sasa kwenye uchaguzi mkuu, kwenye hili nalo limeangazia kwa kiasi gani? Hili limeangaziwa vizuri sana kwa sababu tulikuwa tuna wakongwe ambao wameshuhudia chaguzi tangu mfumo wa vyama vingi uanze miaka 30 iliyopita, na ukizingatia kwamba Baraza la Habari Tanzania lenyewe pia linahitimisha au linaazimisha miaka 30. Kwa hiyo wako wakongwe ambao wameshuhudia chaguzi mbalimbali. Wengi katika mjadala wameonyesha kwamba ubora wa maudhui ulikuwa unaonekana kuwa wa juu kwa miaka iliyopita, lakini kwa sasa tumepoteza habari za uchunguzi, kwamba hatuchunguzi maovu na hata rushwa, na imesemwa rushwa ya kisiasa. Mmoja wa wachangiaji mada pale amesisitiza sana kwamba mzizi wa fitina katika masuala ya uandishi wa habari za uchaguzi ni rushwa ya uchaguzi, rushwa ya wanasiasa, kiasi kwamba mwandishi wa habari anapokuwa amebebwa na mwanasiasa au hata akapewa posho na mwanasiasa, unatarajia ataandika nini pale anapokuwa amekosea. Na hata mjadala umekwenda kwamba tusijikite katika kuandika mambo ya viongozi tu, kuna mambo ya wanajamii pia ambao wanahitaji wapiga kura wenyewe ndio hasa waweze kuhusishwa katika maudhui yetu ya habari. Lakini vyombo vingi vya habari vinajikita zaidi, na utafiti umeonyesha hata wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na tafiti zingine mbalimbali kwamba vyombo vya habari vinajikita zaidi na wanasiasa na vinakosa kuweka uwiano ulio sawa kati ya sera, ilani za uchaguzi, kati ya chama kimoja na kingine. Kwa mfano, hili pia lilibuliwa nadhani na mmoja wa watafiti kwamba unaposikia habari ya sera ya ubwabwa, ni ubwabwa kweli au nyuma yake kuna filosofia ambayo unatakiwa sisi waandishi wa habari ndio tuichakate hiyo na kuinua hiyo
na kuiona namna ya kuripoti kuliko kushabikia tu sera ya ubwabwa. Ndio, lakini nyinyi kama MCT, mbali na mijadala hiyo inaendelea leo na mengine itaendelea, changamoto ni zipi kubwa hasa katika sekta ya habari? Changamoto haziwezi kukosekana kwenye sekta yoyote. Sekta yetu ya habari inakabiliwa kwanza na tatizo la uchumi uliodorora. Uchumi umedorora kiasi kwamba ndio inatupotezea uhuru wetu, uhuru wa kufanya kazi kwa kina, uhuru wa kutafiti, uhuru wa kujichimbia mahali na kuibua maovu, kwa sababu hatuna nguvu ya uchumi. Hata katika hali ya kawaida, mtu yeyote unapokuwa huna pesa mfukoni, ni rahisi sana kufanywa lolote na mtu yeyote, kwa sababu huna nguvu ya kiuchumi. Kwa vyombo vyetu vya habari vingi vimekabiliwa na hili. Ni tatizo moja kubwa. Tatizo la pili ambalo naliona kwa mtazamo wangu, mbali na kukosa nguvu ya kiuchumi, nadhani tunaweza kuzungumzia zaidi ule uhuru wa uhariri. Kwa nini nazungumzia uhuru wa uhariri? Kwa sababu baadhi ya waandishi wa habari ama wahariri ama vyombo vya habari, na kwa sababu vinaongozwa na individuals, wanaweza kuwa wamelalia upande fulani. Kitendo cha kuwa wamelalia upande fulani maana yake wanakosa uhuru wa uhariri. Ninyi tazameni, tuko kwenye uchaguzi, ni habari gani zaidi zinazojitokeza? Hata kama unaiona nguvu yenyewe ya vyama vingine vya siasa si kubwa kiasi hicho, lakini hata kwa chama ambacho kinaonekana kuwa na nguvu, maudhui yake yako ya namna gani? Magazeti yanaandikaje vichwa vyake vya habari? Ukivitathmini kwa undani zaidi, unaweza ukajifunza jambo ambalo linaashiria kwamba uhuru wa uhariri unaweza ukawa unatia mashaka. Aina ya maswali tunayoyauliza na kuhoji inaweza ikawa sio maswali ambayo yangetupa upande mwingine wa shilingi. Kimsingi unapozungumzia tasnia ya habari kwa Tanzania sasa hivi hapa hivi ni kama msiba. Kuna hali niseme nini, kwamba bado watu wana hofu kubwa, waandishi wa habari, ya kufanya kazi. La kwanza, hata pale ambao unapoambia kwamba mnaruhusiwa kufanya kazi zenu kwa uhuru na nini, lakini bado unaona kuna hofu. Hofu unaionaje? Unaona kwa aina ya maudhui ambayo kwenye redio zetu, kwenye TV zetu, kwenye magazeti yetu, unaona kwamba kuna shida kubwa ya watu kuandika kwa kina. Na hii inawezekana hapo kwa sababu ya tukotoka labda vitisho, kufungiwa, karipiwa na nini kama hivyo. Kwa hiyo kuna hofu kiasi kwamba ule watu kuwa na uhuru wa kujifaragua kama walivyokuwa wanafanya zamani kidogo haupo. Kwa hiyo iko namna hiyo. Tupo kwenye soko ambalo kidogo naweza kusema ni tuko kwenye tasnia ambayo kidogo ni huria, ambayo kila mmoja anaweza kufanya, lakini swala la rushwa ni swala ambalo pia haliwezi kumpangia mtu, lakini pia ni yeye mwenyewe kuangalia kitu gani anakifanya. Lakini katika swala ambalo tunazungumzia la rushwa, lazima pia uangalie, je, yule mwandishi wa habari amewezeshwa na chombo chake, anaweza kwenda kufanya kile ambacho jamii inakitaka? Hilo ni swala ambalo kila mmoja anatakiwa ajiulize. Sasa kama hajawezeshwa na chombo chake, yule mtu huwezi kumwambia kwamba aende kwenye ile habari akalete habari kwa matakwa ya wananchi. Haiwezekani. Ataleta habari kwa matakwa ya kile chombo au wale watu ambacho wanakitaka, ili aweze kuwa na uhakika wa kesho. Kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema, penye njaa hapana msimamo. Kwa hiyo mtu ambaye hana msimamo au mtu mwenye njaa ataangalia tu maslahi yake. Ndio tunakuja kwenye pale kwenye soko la uchumi wa waandishi wa habari. Kama uchumi utaboreka, basi swala la rushwa litaepukika, kama vyombo vingine ambavyo tunaviona kwa waandishi wanaotoka nje ya nchi katika mataifa tofauti. Wao wanawezeshwa kila kitu, kwa akija pale anafanya kile ambacho anatakiwa kufanya kwa maslahi mapana ya chombo chake ama maslahi mapana ya wananchi. Kwa hiyo na sisi tutoke kwenye mfumo huo, lakini tuna kazi kubwa ya kufanya, si baraza la habari tu Tanzania, lakini wanahabari vile vile na jamii kwa ujumla.